Kama kuna habari ya kuhuzunisha isiyopendeza masikioni mwa Tanzania, masikioni mwa wekundu wa Msimbazi Simba, ni ukweli kwamba sare ya leo hii ya mabao 2-2 dhidi ya Esperance de Tunis, maana yake ni kwamba Simba safari yake kwenye mchakato wa kwenda robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu 2025 2026 umeishia hapa. Ndiyo, hakuna namna yoyote ile. Hata kama Simba itashinda mechi nyingine zote zilizobaki, bado Simba haina nafasi ya kuwa miongoni mwa timu mbili za juu kwenye msimamo wa mwisho wa kundi lao la D ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu pointi itakazozifikia wengine watakuwa wameshazifikia ama kuizidi Simba kwa tofauti ile inayotokana na mechi baina yao walipokutana. Kwenye michuano ya CAF mnapolingana point timu mbili, kinachoangaliwa kitu cha kwanza ni head to head. Mlipokutana ninyi, nani alikuwa na matokeo bora zaidi? Sasa kwa kigezo hicho ndicho ambacho kinaondosha matumaini ya wekundu wa Msimbazi Simba kusonga mbele kwa hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, hata kama itashinda mechi zao zote mbili zilizobaki. Mechi dhidi ya Petro Atletico ya Angola kule nchini Angola, Simba hata ikishinda kwa idadi kubwa ya mabao, mechi itakayocheza dhidi ya Stade Malien hapa nchini kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, hata ikishinda kwa idadi kubwa ya mabao, bado mwisho wa siku Simba haitakuwa miongoni mwa timu mbili za juu kwenye msimamo wa mwisho wa kundi D ligi ya mabingwa barani Afrika. Zile timu mbili za juu kwa utaratibu ni kwamba ya kwanza, ya pili ndizo zinazofuzu kwa hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika kutoka hatua ya makundi, maana zinakwenda moja kwa moja kwenye hatua ya robo finali, wakati mbili zinazomaliza chini zenyewe safari yao inakuwa imeishia hapa. Sasa ukiangalia vizuri kwenye msimamo mpaka sasa kwenye kundi la D, baada ya Simba kupata sare ya mabao 2-2 na Esperance de Tunis, maana yake vinara hapo wanaonekana sio wengine ni Stade Malien ambao wao tayari wana pointi 8 mpaka sasa. Halafu wa pili ni Esperance de Tunis ambayo sare ya leo hii dhidi ya Simba imeifanya Esperance de Tunis kuwa na pointi 6. Ya tatu ni Petro Atletico ya Angola ambayo yenyewe Petro baada ya kushikiliwa kwa sare na Stade Malien hivi sasa ina pointi 5. Simba wako nafasi ya 4, bado wako mkiani hivi sasa baada ya sare ya leo hii dhidi ya Esperance de Tunis. Simba ina pointi yake ya kwanza moja baada ya kucheza mechi 4. Sasa zimebaki mechi 2. Chukulia kwamba Simba imeshinda mechi zote, jambo zuri sana hilo, kwa sababu ikishinda zote maana yake utaongeza pointi 6 hapa. Yaani kwa kuifunga Stade Malien, kwa kuifunga Petro Atletico, Simba itakuwa na pointi 7. Mtihani uliopo ni kwamba hizi maximum points za Simba, pointi itakazozipata baada ya kushinda mechi zote, hazifikii hata pointi ambazo tayari Stade Malien wanazo ambazo ni pointi 8. Kwa hiyo katika wale wanaochuana na Simba kati ya nafasi mbili za juu ili kufuzu kwa hatua robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu, Stade Malien hawafikiwi na Simba, na wao kama mshindani wao ni Simba, Simba unaiondosha kabisa kwenye ushindani wake na Stade Malien. Aliyebaki kushindana naye ni nani? Ni Esperance de Tunis mwenye pointi 6, ni Petro Atletico mwenye pointi 5. Sasa ikitokea kwa mfano Petro wanacheza na Esperance de Tunis, kumbuka kwamba Simba wana mechi 2 dhidi ya Petro na dhidi ya Stade Malien, zote ameshashinda. Lakini huyu Petro mechi iliyobaki amebaki kucheza na Esperance de Tunis. Sasa wakikutana Esperance de Tunis na Petro, ambaye Esperance ana pointi 6, Petro ana pointi 5. Ikitokea kwa mfano wametoka sare, wakitoka sare Esperance de Tunis atakuwa na pointi 7. Pointi 7 maana yake ni nini? Ni kwamba Simba na Esperance de Tunis pointi zao zitakuwa sawa zote 7-7. Nadhani imeeleweka vizuri. Ikiwa hivyo, basi kanuni ya CAF mnapolingana point baada ya msimamo wa mwisho kwenye kundi lenu inaangaliwa head to head. Mlipokutana nani alikuwa na matokeo bora zaidi? Esperance de Tunis dhidi ya Simba. Mechi ya kule Tunisia, Simba wamefungwa bao 1-0. Bao lilolifunga Jack Diarra tunakumbuka vizuri. Mechi ya pili leo hii kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, sare ya 2-2. Maana yake mwenye matokeo bora zaidi zilipokutana timu mbili hizi, Simba na Esperance de Tunis, Esperance de Tunis wamekuwa na matokeo bora zaidi kwa sababu wamekusanya pointi 4 kati ya 6. Wamekusanya pointi 3 kwao,
mechi ya ugenini leo hii wamepata pointi 1 na pointi 4. Simba imepata pointi 1 kati ya 6 kutokana na mechi mbili baina yake na Esperance de Tunis. Kwa hiyo ikitoka sare, Esperance ndiye atakayesonga mbele kulinganisha na Simba. Petro Atletico kwa sababu washafungwa na Simba bado wana pointi 5, maana yake wakitoka sare na Esperance de Tunis watafikisha pointi 6. Wakati huo Simba na pointi 7. Petro si mshindani wa Simba kwa sababu amezidiwa pointi 1 na Simba kwa matokeo hayo. Nadhani nimeeleweka vizuri. Lakini ikitokea sasa ameshinda Petro, Esperance de Tunis ambaye hapa ana pointi 6, akicheza na Petro Atletico kafungwa, na wakati huo tukichukulia kwamba amefungwa vile vile na Stade Malien, yani kafungwa na Stade Malien mechi itakayochezwa kule Mali, kafungwa vile vile na Petro, Esperance atabaki na pointi 6. Lakini Petro akishinda dhidi ya Esperance anaongeza pointi 3, anakuwa na pointi 8. Nadhani nimeeleweka vizuri. Pointi 8 hizi ni zaidi ya pointi maximum, pointi za juu atakazozipata Simba. Kwa hiyo bado Petro ndo atakayeenda kuungana na Stade Malien kwa kuwa na pointi 8 ambazo zinazidi pointi za Simba. Kwa hiyo unaweza ukaona kila matokeo yana tatizo kwa Simba hata kama itashinda mechi zote. Lau kama kungekuwa hakuna mechi baina ya Petro Atletico yenye pointi 5 na Esperance yenye pointi 6, labda Watanzania wekundu wa Msimbazi Simba na wafuatiliaji wa mpira wa miguu kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati kuitakia heri Simba, kungekuwa na furaha kidogo na matumaini kwamba ikishinda zote inaweza kusonga mbele. Lakini kwa mazingira haya no, kwa sababu kuna mechi ya Esperance de Tunis na Petro ambayo matokeo yake kwa vyovyote vile yanaidhuru Simba. Sare Esperance watafikisha pointi 7, wataizidi Simba katika head to head. Akishinda Esperance atafikisha pointi 9 ambazo Simba hawawezi kuzifikia, wao na pointi 7. Akishinda Petro atakuwa na pointi 8 ambazo zinazidi pointi 7 za Simba. Nadhani imeeleweka vizuri. Kilichobaki katika mechi mbili zilizobaki ni Simba kushinda zote kwa sababu mbili zifuatazo. Moja, kulinda heshima. Maana mpaka sasa ndio timu inaonekana dhaifu zaidi miongoni mwa timu 16 kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye makundi tofauti, kwa sababu mechi 3 za kwanza ilikuwa na pointi 0, leo hii imepata pointi 1. Sasa lazima imalize kwa heshima, kwa sababu ikishinda zote kuna uwezekano haitakuwa mkiani, itakuwa ya pili kutoka mkiani. Lakini jambo la pili kubwa, ukimaliza wa pili kutoka mkiani sio sawa na mkiani katika pointi ambazo zinakwenda kukuhakikishia nafasi ipi ya viwango vya ubora vya CAF. Ukimaliza mkiani kwenye taratibu za CAF pata pointi 1 kwenye ligi ya mabingwa. Pointi 1 kwa msimu huu maana yake itakuwa 1 mara 5, Simba itakuwa imepata pointi 5. Lakini ikimaliza ya pili kutoka mkiani inapata pointi 2. 2 mara 5 ni pointi 10. Kwa hiyo ukipata pointi 10 maana yake inakupa uwezekano wa kuwa na pointi nyingi zaidi zitakazofanya kwa viwango vya ubora barani Afrika CAF baada ya michuano hii hatua ya makundi kukamilika, kuwa umevuna pointi nyingi, na hivyo kwenye orodha ya viwango vya ubora utaendelea kuwa juu kulinganisha na yule ambaye ameambulia pointi 1 tu, kwa sababu atapata pointi 5, 1 mara 5 kwa ule utaratibu ambao tumeshafafanua mara kadhaa kupitia jukwaa hili la Mbwaduke Stats Sport Next Level. Sihitaji kurudia sana. Kwa hiyo anayemaliza wa pili kutoka mkiani, yani timu ya 3, anapata pointi nyingi. Tofauti yao ni pointi 5 kwa sababu huyu pointi 10, huyu pointi 5. Kwa sababu hiyo ndipo ambapo unaona Simba bado wana sababu ya kupigania kushinda mechi zote mbili zilizobaki dhidi ya Petro Atletico kule nchini Angola ili kulipiza kisasi baada ya kufungwa kwa Mkapa 1-0, lakini kuwafunga Stade Malien ambao nao waliwafunga Simba na kuwaharibia shughuli katika michuano hiyo msimu huu kwa kuwafunga 2-1 kule nchini Mali. Kulipiza kisasi pia ni miongoni mwa faraja ambayo inatarajiwa. Lakini juu ya kufuzu kwa hatua ya robo finali ligi ya mabingwa kwa msimu huu, no. Tusubiri msimu ujao, kama watapata tena nafasi basi wafanye vizuri zaidi. Lakini nini kilitokea leo hii? Simba walitangulia kushinda kwa mabao 2-0, tunatambua. Mpaka mapumziko wanaongoza 2-0. Kipindi cha pili kibao kikageuka, Esperance de Tunis wakasawazisha kwa bao lilotokana na makosa ya Rushain Duruk kumpatia pasi ya Alassane Maudo Kante, alimrudishia kipa kimakosa, likafungwa bao la kwanza lile lilofungwa na Diakite la Esperance katika kusawazisha, halafu bao la pili lilofungwa na Kusila Bwalia katika dakika ya 79 kuwafanya wapate 2-2. Tena dakika 90 plus walipata mkwaju wa penalty
Kwa bahati ulikosa. Alikuwa ni Florian Danyo, ameangushwa ndani ya 18 na Nabi Kamara, jambo ambalo pengine utashukuru leo hii kupata sare walau 2-2 ewe Mtanzania, kwa sababu vinginevyo Simba ilikuwa inapoteza tena endapo penalti hii ya kuelekea mwishoni wa mchezo ingewekwa wavuni. Simba walicheza vizuri sana leo hii kulinganisha na mechi nyingine nyingi, hasa kipindi cha kwanza, lakini mwisho wa siku kilichopatikana ndio hicho. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.